Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Nashukuru Mungu kwa siku ya leo. Nashukuru Mungu kwamba anaendelea kutulinda na kutuongoza. Anaendelea kutupea amani na nguvu za kuendelea kumtumikia. Tuweke imani yetu kwa Mwenyezi Mungu. Tuweke matumaini yetu kwa Kristo. Tunapomtumainia Mungu, tunapomsadiki Mungu, yeye hutuongoza na kututetea katika maisha. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaenda kupata somo siku ya leo kutoka barua ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho wa pili, 2 Corinthians. Sura ni ya 9, tutasoma mstari wa 6 hadi 13. Kumbukeni, apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na atoe kadiri alivyoamua, kwa moyo na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Mungu anaweza kuwapeni nyinyi zaidi ya yale mnayoyahitaji, mpate daima kuwa na kila kitu mnachohitaji, na hivyo mzidi kusaidia katika kila kazi njema. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, yeye hutoa kwa ukarimu, huwapa maskini, wema wake wadumu milele. Na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa nyinyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya ziote, zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Yeye atawatajirisha nyinyi daima kwa kila kitu, ili watu wapate kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi zenu wanazozipokea kwa mikono yetu. Maana huduma hii takatifu mnayoifanya si kwamba itasaidia mahitaji ya watu wa Mungu tu, bali pia itasababisha watu wengi wamshukuru Mungu. Kutokana na uthibitisho unaoonyeshwa kwa huduma hii yetu, watu watamtukuza Mungu kwa sababu ya uaminifu wenu kwa habari njema ya Kristo mnayoiungama, na pia kwa sababu ya ukarimu mnaowapa wao na watu wote. Kwa hiyo watawaombea nyinyi kwa moyo kwa sababu ya neema ya pekee aliyowajalieni Mungu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi yake isiyo na kifani. Neno la Mungu. Na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa nyinyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya ziote, zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa nyinyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya ziote, zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena, wana Padre Pio. Mnajua mbegu, tunahitaji mbegu tupande, tuvune, tupate mazao mengi, tuwe na chakula cha kutosha, mazao mengine tupeleke biasharani tuuze, tutengeneze fedha, tusonge mbele. Kwa hivyo tunahitaji nini? Mbegu. Mbegu
ni kile cha kupanda ili upate faida. Na siku ya leo, kulingana na mada yetu, kwamba tunaenda kupata mbegu kwa sababu tumekuwa watu wakarimu. Ukarimu wako, ukarimu ambao umeonyesha, unafanya Mungu akuwekee mbegu katika mikono yako. Ukarimu ambao umeonyesha kwa watu wa Mungu, kwa taifa lake Mwenyezi Mungu, kwa kanisa, kwa watu ambao wanakuja katika mikono mwako, unasababisha Mungu akuwekee mbegu katika mikono, na sio tu mbegu na chakula. Mbegu na chakula. Mbegu na chakula, kwamba utapanda uzalishe, na pia utakuwa na shibe, hautalala njaa. Kwa sababu ya nini? Ya kuwa mtu mkarimu. Kwa hivyo hauwezi omba tu mbegu kwa Mungu bila kuwa mkarimu. Kuwa mkarimu, Mungu atakuwekea mbegu katika mikono, atakuwekea cha kuzalisha, na sio tu cha kuzalisha, pia atakupa na chakula. Unafanya kazi, unazalisha, na pia uko na chakula mezani. Kwa sababu ya kuwa mtu mkarimu. Kwa sababu ya kuwa mtu mkarimu. Kwa sababu ya kuwa mtu mkarimu. Acha uchoyo, utapata mbegu katika mikono mwako. Na sio tu mbegu, ni mbegu ambazo unahitaji. Yaani inamaanisha hata mahitaji yako Mungu anayajua. Anajua unahitaji mbegu ya upendo, unahitaji mbegu ya ndoa, unahitaji mbegu ya amani, unahitaji mbegu ya maendeleo, unahitaji mbegu ya miradi. Anajua mbegu unazohitaji, ndiye atakuwekea. Hata bahatisha. Hata bahatisha. Hata bahatisha. Atakuwekea mbegu unazohitaji katika maisha yako.
mbegu unazohitaji na atazifanya ziote. Yaani angalia chenye Mungu atafanya. Atazifanya nini? Ziote, zimee, zikue na kuwapa mavuno mengi ya ukarimu wenu. Atazifanya ziote, zikue na Mungu atatupa mavuno mengi kwa sababu ya nini? Ya ukarimu wenu. Kwa sababu ya ukarimu wenu. Mungu ambaye tunamfuata ni mkarimu. Huwezi fuata Mungu ambaye ni mkarimu na wewe ukuwe na uchoyo. Huwezi kuwa unamfuata Mungu ambaye ni mkarimu na wewe umeshikilia uchoyo. Hapana, haiendani. Haiendani kabisa. Hauwezi sema unamfuata Mungu ambaye ni mkarimu na wewe umeshikilia nini? Uchoyo. Mungu wetu ni mkarimu. Angalia tu kwenye uumbaji. Mungu ni mkarimu, akapeana sura yake tuumbwe kwa mfano wake. Baadaye akapeana mwanaye wa pekee ili aweze kuokoa ulimwengu. Ili aweze kuokoa nini? Ulimwengu. Ili aweze kuokoa ulimwengu. Ukarimu ambao mtu anapeana hata na mtoto wake, huo ni ukarimu mkubwa sana. Huo ni ukarimu mkubwa sana. Kwa hivyo siri iko kwenye kuwa mkarimu. Tunakutana na watu wengi ambao wako na shida mbalimbali. Tunakutana na watu wengi ambao wako na changamoto. Tunakutana na watu wengi ambao wanapitia mambo mengi, wanahitaji
mikono zako za ukarimu. Ukarimu wa muda, ukarimu wa sala, ukarimu wa mali, wa fedha, wa chochote kile, bora uiguze, ama bora hiyo ndio ishara yako nini? Ya ukarimu. Tumsifu Yesu Kristo. Unapokuwa mkarimu, ni kama unapanda mbegu. Unapokuwa mkarimu kwa wingi na kwa watu wengi, na pia unajiongezea mavuno mengi. Unajiongezea mavuno mengi. Utapewa mbegu nyingi na utavuna nyingi. Sasa tuwe watu wakarimu in a big way. Ndio njia moja ya kupanda kubwa, kupanda pakubwa. Apandaye kidogo huvuna kidogo, apandaye kwa wingi huvuna kwa wingi. Kila mmoja basi na atoe kadiri alivyoamua. Wewe umeamua namna gani? Umeamua unataka uongezekewe ama upungukiwe? Kwa moyo atoe kwa moyo, na wala si kwa huzuni au kwa kulazimishwa, maana Mungu humpenda yule mwenye kutoa kwa furaha. Hakuna cha kulazimishwa. Mungu hupenda yule ambaye anatoa kwa nini? Kwa furaha. Je, unatoa kwa furaha ama unajisikia umelazimishwa? Mm. Unatoa kwa furaha au unasikia umelazimishwa? Usiwe unajisikia umelazimishwa. Toa kwa furaha ndio upate baraka za ukarimu, ndio uwekewe mbegu katika mikono. Haujui ni kwa nini Mungu amekupa hiyo fursa. Haujui ni kwa nini Mungu amekupa hiyo fursa katika mikono mwako. Haujui ni kwa nini Mungu ameleta huyo mtu mbele yako, ameleta huyo mwenye hitaji mbele yako. Hitaji zingine mara nyingi ni za kutujaribu kwamba, je, utasimama na moyo wa ukarimu na usaidie hiyo shida huyo mtu, au utanyamaza? Useme hainihusu.
Ukisema hainihusu, bali jua tena mbegu hutawekewa katika mikono na Mungu na hutakuwa na mavuno. Hutakuwa na mbegu na hutakuwa na mavuno, utaanza kuhangaika. So tujifunze kutoa kwa furaha. Ukitoa, nini itafanyika? Mungu anaweza kuwapeni nyinyi zaidi ya yale mnayohitaji, mpate daima kuwa na kila kitu mnachohitaji, na hivyo mzidi kusaidia katika kila kazi njema. Kumbe unapotoa kwa ukarimu, Mungu anakupa zaidi ya yale ambayo unahitaji, ili muendelee kusaidia katika kila kazi njema. Na kazi njema ni kazi ya Mungu. Kazi njema ni kazi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mungu atapeana hiyo neema. Yaani unapewa zaidi ya yale ambayo unahitaji. Ulihitaji 10,000, Mungu anakupa pesa nyingi kuliko hizo, kwa sababu anajua kuna watu wengi ambao unasaidia. Kwa sababu anajua kuna watu wengi unafanya nini? Unasaidia. Mungu atatujalia. Mungu atatujalia, atakujalia. Wewe tu kuwa mkarimu. Wewe tu kuwa nini? Mkarimu. Mm. Saidia kazi njema ambazo zinaendelea ulimwenguni, kazi ya Mungu. Nashangaa wakati mwingine unaposikia pengine hata sadaka ambayo inatolewa kanisani, na unapoangalia hiyo kanisa, kuna watu wako na fedha nyingi sana, lakini moyo wa ukarimu hawana, na wanasema tu Father, endelea kuombea kazi zetu. Sasa wamenyimwa mbegu. Mungu anapoangalia na mahitaji na matoleo yao, mbegu hawapei kwa mikono zao. Maana kinacholeta mbegu ni mikono za ukarimu. Mikono za ukarimu. Kama yasemavyo maandiko matakatifu, yeye hutoa kwa ukarimu, huwapa maskini, wema wake wadumu milele. Asikiliza, na Mungu ampaye mkulima mbegu na mkate kwa chakula, atawapa nyinyi pia mbegu mnazohitaji, na atazifanya zote zikue na kupata mavuno mengi ya ukarimu wenu. Kwa hivyo kinachotuletea mavuno mengi ni nini? Ukarimu.
Kwa hivyo acha kukaa hapa na uchoyo, acha kuangalia tu watu wakiteseka ukinyamaza. Fanya jambo. Fanya jambo. Saidia kwa kusaidia, pa kusaidia, ili tuweze kubadilisha maisha ya watu. Yeye atawatajirisha nyinyi daima kwa kila kitu, ili watu wapate kumshukuru Mungu kwa ajili ya zawadi zenu wanazozipokea kwa mikono yetu. Yaani, unapokuwa mkarimu kwa watu, unafanya watu waweze kumshukuru Mungu. Ndio maana ukimpa mtu chakula, nguo, fedha, anasema haki nashukuru Mungu. Kumbe Mungu anataka tuwe na ukarimu ambao utafanya watu waweze kumshukuru. Kwa hivyo umesababisha watu wamtukuze Mungu. Ukarimu ambao utasababisha watu wafanye nini? Wamtukuze Mungu. Umaisikia watu wakisema fulani achana naye, asaidiangi mtu yoyote. Fulani wacha huyo, Mungu ambariki, anasaidia. Anasaidia. Anasaidia na anasaidia kabisa. Kwa hiyo tunajifunza siku ile kuwa watu wakarimu, watu ambao wamejaa moyo wa ukarimu, ukarimu ambao utasababisha watu waweze kumtukuza Mungu. Kumbe ukarimu ni huduma takatifu. Ukarimu ni huduma takatifu. Na hii ndio huduma tunaitwa ndani sisi wote. Huduma takatifu. Ni huduma takatifu. Kwa hivyo tuombe Mungu atusaidie tuwe watu Padre Pio ambao ni wakarimu kwa kanisa, kwa familia zetu na kwa watu wengi ambao Mungu atatukutanisha katika mikono zao. Tuache uchoyo. Ache uchoyo. Ukarimu utakuletea mbegu katika mikono na utapanda, itamea, itazaa na utavuna mavuno mengi, na pia Mungu atakujalia mahitaji yako mengi. Atakupa mbegu kulingana na mahitaji yako, na pia atakupa zaidi ya yale ambayo unahitaji ili uzidi kusaidia watu wengi. Hakupei zaidi ambayo unahitaji ili unyanyasa watu. Hapana, ili uzidi kusaidia watu wengi. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu, nakushukuru kwa siku ya leo, nakushukuru kwa somo ambalo umetupa, nakushukuru kwamba umezungumza na kila mmoja wetu. Tunaomba Mungu ukatutumie Roho yako Mtakatifu akatujalie moyo wa ukarimu, akatujalie moyo wa ukarimu, kwamba tuwe watu wakarimu na mali ambayo umetuweka katika mikono, ili tuweze kusaidia watu wengi waweze kufaidika kupitia mikono zetu. Mungu, tuondolee roho ya uchoyo, tuondolee roho ya kutojali, roho ya kutoona mahitaji ya wenzetu. Mungu, katuondolee na katuondolee kabisa.
tuondolee kabisa hiyo roho, tuwe wakarimu, tukutane na mahitaji ya wenzetu, tusaidie wenzetu katika maisha, tuguze maisha ya watu tofauti ambao wanakuja katika mikono zetu, na mali yote ambayo Mungu ametupa itusaidie kusaidia watu wengi, ili waweze kumshukuru Mungu, ili ulimwengu wote uwe ni wa kumshukuru Mungu, kwa sababu tunaenda kuwa watu wakarimu kwa wenzetu, wakarimu kwa familia zao, wakarimu kwa kila jambo ambalo wanafanya. Mungu, tunaomba tuone mahitaji ya wenzetu. Roho ya uchoyo tuondolee, roho ya kufikiria kwamba tunapungukiwa tunaposaidia wengine, tunaikataa katika jina takatifu la Kristo. Bariki maisha yetu, bariki mahitaji yetu, bariki familia zetu. Kuanzia siku ya leo, Mungu, tunaomba tuwe watu wakarimu kwa wenzetu. Chochote ambacho umetupa tuweze kusaidia nacho wenzetu, ili waweze kukushukuru, kukutukuza, na sisi tukiendelea kupata mbegu katika mikono mwetu, tukiendelea kupata mazao mengi, mahitaji yetu mengi, Kristo mwenyewe ukiendelea nini kuyajibu. Nashukuru Mungu Baba, nashukuru Mungu Mwana, nashukuru Mungu Roho Mtakatifu. Nashukuru na Padre Pio kwa maombezi yake. Padre Pio, endelea kutuombea na kutuombea kabisa, tuombee moyo wa ukarimu. Mama Bikira Maria, na pia tuombee moyo wa ukarimu. Ulipeana tu mtoto wako akaenda ndio ule msalabani kwa ajili ya ulimwengu mzima. Tuombee. Naenda kuwabariki. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana, ni fadhaga kweli tuwe wakarimu.